Naam, wasikilizaji wetu na watazamaji, karibuni tena katika kipindi chetu hichi cha leo, ikiwa ni tarehe ngapi? Ikiwa leo ni tarehe 22 April 2026, tumebahatika sana kumpata mzee wetu Bwana Murbe hapa, na Mahmud Murbe yeye mwenyewe atajieleza kwenu nyinyi, lakini yeye ni tunu yetu kubwa kabisa katika mji huu wa Mombasa, katika masala ya mpira, nyanja hizi za huku sehemu ya Chuda. Anayo historia nzuri sana, kwa sababu yeye binafsi alishiriki katika uchezaji na usimamizi wa wachezaji wa sehemu hizi. Kwa hivyo mzee wetu Murbe, ujitambulishe kwa wasikilizaji wetu, jina lako na kuenukia kwako katika mtaa huu wa Chuda na Kiziwi katika masala ya mpira. Karibu tafadhali. Asante sana wana Sawad. Kwa majina kama mlivyoelezwa, Mahmud Ali Murbi, kwa jina la mtaani naitwa Abu Simbil. Kweli sisi hapa kwetu Chuda, Kiziwi, Spaki tulikuwa na timu tena na wachezaji mahiri wengi sana. Tulishiriki kwenye kucheza mpira ligi. Bahati nzuri ama mbaya, viwanja vikapotea, lakini historia bado ipo. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hizo siku zilizopita, hasa nikianzia na Chuda. Chuda ilianza miaka ya 70 mwanzo ama 60 mwisho. Kwanza kulikuwa kuna timu Endelea. ikiitwa Mwangaza. Mwangaza hii Salamu alaykum. Vipi? Tukisema ni timu ya tu niambie. Naam. Lakini walichukua watoto wengi sana kutoka kwetu. Watoto wadogo kina Tomulaba, Muhammad Ibrahim, kina Moteli, kina Songolo. Sasa ndio wakachezea hiyo timu. Sasa ndio wale magwiji wakubwa zetu wa Chuda United ambao walikuwa kuchezea timu za nje, kina Babu Murbi alikuwa Botafogo, Reglo alikuwa Liverpool, kina Kilu walikuwa MOW, Power, kina Musao, wakakutana wakasema waichukue timu. Wakakubaliana na mzee Jackson ambaye alikuwa mwenye Mwangaza, ndio wakatengeza timu ya Chuda United. Kwa kweli Chuda United ilinawiri sana. Ilikuwa timu ya kusifika. Ilitoa matunda kwa maplayer wengi wakubwa wakichezea timu za kitaifa kama kina Francis Khiranga, Tomolaba, Jojo Nyangofundi, Ojingo, Liki Osodo. Ni wengi mpaka sasa inasikitisha sana kukumbuka. Ilikuwa kila mwaka hakuna national team itakuwa hakuna mchezaji ametoka area za kwetu. Ilikuwa ni jambo la kusifika, jambo la kufurahisha. Ilikuwa sasa tufuatilizia sana mpira kwa mwenzetu yuko kule mbele. Akafika hali hii sasa, viwanja hakuna, lakini mpira in general area zetu ilikuwa mzuri. Na nikipitia upande wa Kiziwi nikiibia kidogo, pia Kiziwi walianza, kulikuwa na timu Kaloleni inaitwa Sombrero. Hiyo Sombrero kama player wengi kina Farid Sketi na player wengi walikuwa wametoka Kiziwi. Sasa wakadecide watu wa Kiziwi warudi kwao, wakaanzisha timu wakaita Kiziwi Leopards. Sasa nao wakatoa maplayer kina Haji, kina Mimamuli, kina Idi, hao wote walichezea Faisal. Na kina Idi walikwenda ng'ambo. Kwa kweli kulikuwa kuna hasara kubwa kukosa viwanja, lakini tunashukuru Mungu katika matokeo hayo. Licha kuwa hatuna stadium, watu wengi wanalalamikia stadium hakuna nini, lakini kweli, lakini viwanja vya kuchezea watoto kuinua mpira chini pia hakuna. Sasa kama kwetu Chuda na Kiziwi watu wanacheza mpira beach.
mpaka maji ya kupwe ndio watu wacheze, maji yakijaa hakuna mpira. Nafikiri ni kama hivyo. Sasa sijui ndugu yangu, kuna swali lolote kuhusu upungufu katika haya? No, umezungumza kikamilifu vizuri sana. Isipokuwa nataka tu uongezee kutujulisha wale wazee waliowaunganisha nyinyi pamoja, kwa sababu nyinyi mtakuwa ni vijana wakati ule, lakini lazima mlipata watu wa kuwapa support, hata kama ni well play mazee walikuwa hawana pesa hivyo, lakini ni wazee gani wa kukumbukwa katika kusimamia timu kama hizi? Wajua, zamani timu nyingi ilikuwa zinasimamia wenyewe, lakini wanasiasa walichangia sana kusema kweli. Kama Chuda United sisi, aliyetufadhili mkubwa sana kwa viatu na jezi alikuwa marehemu Midau. Alitununulia majezi, alitununulia viatu, na pia hatutamsahau Sharif Nasser pia kadhalika alitufadhili sana. Pia katika kufadhili kwenda kucheza nje, lakini timu yenyewe ilikuwa ya kibinafsi. Wajua mambo ya zamani, fea mwachanga mwenda kucheza mwarudi, na ilikuwa watu wamejitolea. Si kama leo watu wamebahatika kulipwa na mshahara na mpira hawataki kucheza. Ama ile dedication, kujitolea kwa wachezaji, kujituma. Dedication sasa naona imepungua, na wanabahatika. Ingekuwa miaka ile ya nyuma, nafikiri maplayer wengi Mombasa, haswa Kenya, wangekuwa labda wachezea Premier League, Italy, Spain. Maanake mpira watu walikuwa waujua. Alafu kila mtaa sasa walikuwa wana timu ngumu, timu ya sawasawa kama Chuda United, Kiziwi, ukienda Majengo, Botafogo, ukienda Kingorani ilikuwa Hotspurs, ukienda Majengo Ferejini ilikuwa SMB, Dudubaya hizo. Dudubaya hizi, ina Mombasa Stars hizi ilikuwa Feeders. Alafu ukienda kama Buraya utakuta Nyundo, ukienda Sargoi utakuta Hearts Sambos, ndio ikawa mwisho ikawa Congo Boys. Sasa kulikuwa kuna ushindani mkubwa, ikichezwa mpira tununuka saa 9, hata stadium watu hawaendi. Ndio. Vile ilikuwa mpira wa inadi, mpira wa kusherekea, mpira, lakini na mpira ulikuwa wa player wako wanacheza, talent ilikuwako. Na mpaka leo talent iko, lakini exposure ndio hakuna. Mimi langu nikiongezea katika hapo ni kuwahimiza hawa viongozi tulionao sasa hivi kwamba wawe na ushirikiano na washikadau wa mambo ya mpira. Ingawa wako katika siasa na nini, hatutaki kuingilia siasa, lakini wao wanawajibika katika jamii. Ilikuwa sawa wakae na washikadau wa mpira, waangalie wapi tupate kufanya improvement. Tumefeli wapi katika mambo ya mpira, ili tuenue tena jamii yetu irudi katika zile zama za ubingwa. Lakini tusipokuwa na communication na viongozi wetu, shida kubwa inakuja. Na ndio sababu pia tukasema kwamba manake uwanja wetu wa stadium ili ujengwe, lazima sote tushirikiane pamoja, isiwe ni pahali pa kutukanana na kunyosheana vidole. Watu wajitokeze, tunawasihi ambao wana nyadhifa kubwa katika serikali wasaidie jamii. Masala ya kura ni mambo mengine, na ni jambo ambalo ni uwajibikaji wa raia wote, wapige kura zao. Nendeni ukachukue kura, mpige kura, lakini hawa viongozi wajue wana majukumu yetu sisi. Lazima watutengenezee viwanja vyetu, waziimarishe timu, kama tulivyosikia mzee wetu hapa akitusifia kwamba wanasiasa wa zamani wao wenyewe wanapingana, lakini wote wanasaidia jamii. Midau, Sharif Nasiri, Jahazi, si ndio namna hiyo? Kwa hivyo sisi tutatoa mwito bwana, jamii yetu inahitaji sana viongozi wajitokeze, wasaidie jambo kama hili. Na ndio sababu tukaja na mwamko huu, iko wapi zamani, ili tufufue na kuhuisha historia yetu, kwa sababu kizazi kijacho wana uwajibikaji, wajue historia yao, wazee wao walikuwa vipi bwana. Wasemaje kuhusu iko wapi zamani bwana? Kwanza nikwambie kongole, congratulations, tena shukrani kubwa kwa na fikra kama hii
ya kufungua hiki kikundi kinatukumbusha mbali. Sengine mtu kikumbuka unatoka na machozi, unaona kuna ile missing link. Kukumbuka zamani nilipokuwa kucheza kununuka, kucheza Shimanzi, Mbaraki, tena sengine maenda kwa mguu, lakini mafurahia grupu mtaa mzima enda mechi leo tutacheza. Watu ilikuwa nzuri sana. Natoa shukrani sana kwako na kwa Mwenyezi Mungu kukupa hiyo fikra ya kuanzisha kitu kama hichi, na inshallah kiendelee na kitanufaisha watu inshallah. Inshallah. Alafu kitu chengine pia ningeliomba serikali lazima wawe na blueprint ya michezo haswa mpira. Kwanza kila kampuni kubwa isponsor watoto wa mtaani kwa timu zao, manake sasa maisha yamekuwa magumu na timu haziwezi kujimudu ama kujisponsor wenyewe mpaka hizi kampuni. Lakini kampuni naona hawasponsi watoto wetu. Lazima wafungue timu fulani ambao 70% ni local talent. Sasa kama Power hapa wacheze timu kama zamani zilikuwa hapo Bandari, vijana wetu Posta. Sasa ukaenda Nairobi hivyo hivyo. Sasa ukileta timu sasa watu wote wa kutoka huku wakija hapa na hawa maplayer wetu watakuwa vipi? Exposure itakuwa vipi? Mambo hatari sana. Kitu ready made hakuna, lazima kuwe na youth academies ambao wawajibike hizi kampuni. Nafikiri kila kampuni ina welfare department ambayo yaweza kusimamia mambo kama hayo. Fikra yangu. Fikra mzuri, fikra mzuri sana. Sisi tunakushukuru sana kwa mwito wako huu, na tuko katika kujitahidi bado kuzifikia zile nafasi ambazo zitawafikisha watoto wetu mbele, ikiwa mojawapo ni county government. Sisi tungependa pia tupange siku tupeleke delegation kwa county government, tuzungumze nao ili pia watupe access ya hizi skuli, watupe nafasi ya kuweza kuzitembelea shule, tupate kuwa encourage watoto kuhusu kuwa na timu zao na shule ziwe na ligi zao kama ilivyokuwa zamani vile. Lakini tusipo concentrate tukiangalia tu wachezaji wakubwa, siku zote tutakuwa sisi tunarudishwa nyuma. Huo ni mwito ambao inshallah tutafanyia bidii na Mwenyezi Mungu atatuafikia. Wallahi nimefurahi sana leo kusikia Bwana Murbe. Hebu tupe kidogo 2-3 mechi ambazo bado utazikumbuka za wakati huo zilizokusisimua. Mechi nyingi. Kuna moja tulikuwa wadogo bwana, Union East Africa ikicheza na Liverpool. Liverpool ikafunga bwana 5-2. Katokea fujo sana hapo. Simikwaju ilivyotembea. Ndio hapa ikawa Union ilikufa. Kina Benedict Okoth kenda zao TPC. Liverpool ikawa ndio ikachukua FA na mwaka huo, na Faisal ikachukua ligi. Alafu kuna mechi zile za Eastern Central, finali kati ya Luo na Young Africa. Ilikuwa mechi ya ajabu. Ilikuwa mechi ya ajabu. Masikitiko makubwa sana hatuna stadium. Stadium yetu. Pengo kubwa sana. Maanake nakumbuka wakati huo kila mwaka kulikuwa kuna timu zinakuja nje, Eintracht Frankfurt kutoka Germany, Lugano Switzerland, Grasshopper, Norwich, Simba, Yanga, hizo kila kitu timu za kawaida hizo. Watu walikuwa all over the year wana starehe kabisa na mpira sawa. Tena watoto walikuwa wakijumuika hivyo, wakiingia watoto wanafurahi. Sasa wanazidi kutia tizi. Lakini sasa tuwasikia tu kwa maruninga. Lakini sisi tuliwahi kuona West Bromwich Albion, Nairobi na Kampala, kina Jefferson ambao walichezea World Cup, kuja kucheza na Harambee Stars. Wallahi mambo kusikitisha sana. Na stadium ni lazima ijengwe. Bismillah. Tutakwenda kote, lakini mwisho tutarudi pale kwa stadium yetu.
Maanake ni ndoto ya kila mchezaji kucheza stadium. Kweli. Kama Uingereza kila player ana azma kucheza Wembley. Ndio. Ukienda hizi Spain acheze Bernabeu ama Santiago Bernabeu ama ya Real Madrid. Nou Camp ya Barcelona. Sasa kila mtu ana azma kucheza stadium fulani. Ajua mimi nilicheza hapa. Ndio. Kama wakati wetu kwa mtu kucheza City Stadium Jiona ushafika kabisa. Ulizo wewe ushacheza mpira, ushacheza City Stadium. Wallahi alhamdulillah. Nashukuru bwana. Sasa wapi zamani? Iko wapi zamani? Lakini tusife moyo, tuendelee kujitahidi na iko siku zamani itakuja kurudi mahali pake bwana. Inshallah. Basi na mpaka hapo, wasikilizaji wetu, tuna furaha sana na tunamshukuru mzee wetu Bwana Murbe kuja kutupa changamoto zake alizozishuhudia na mambo mazuri kama hayo, na tunamwombea na yeye afya njema na Mwenyezi Mungu ampe umri, aendelee kutuhudumikia katika masuala haya ya mambo ya mpira, na tunasema asanteni kwa kuwa nasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.